Guys, kama unavyotusikia hapa vijana wa Tanzania, bunge wetu wa hayawi huwa mtazamaji wangu wa Swahili walisema kwamba mbiu ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Ni taswira ya moja kwa moja kutoka nchini Tanzania ambako mamia na maelfu ya vijana wamejitokeza na kuanza kufanya maandamano kwa minajili ya kupinga serikali ya CCM, chama cha mapinduzi inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan. Taifa la Tanzania hapo kesho litakuwa linaandaa uchaguzi mkuu wa kuwachagua rais na vilevile madiwani, swala ambalo lilipingwa vikali na wenyeji wa taifa hilo, Gen Z wakisema watatetea haki zao, vilevile kupinga miundombinu ya uchaguzi inayotekelezwa na serikali tawala. Mama Suluhu Hassan amekuwa akilaumiwa kwa mifumo mibaya ya uongozi, utekaji nyara wa viongozi wa upinzani na ukandamizaji wa haki za kiraia pamoja na kidemokrasia. Sasa hivi tunavyozungumza, kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa kwa sababu ambazo hazijulikani, kama njia mojawapo ya Suluhu kuweza kushinda kinyang'anyiro hicho bila kupingwa na mpinzani yeyote. Swala hilo limewakasirisha Watanzania wakisema ukombozi lazima utakomboa nchi hiyo hapo kesho, huku Gen Z kutoka nchini Kenya wakianza safari kuelekea Tanzania. So guys, hii ndio habari ambayo inanifikia. Nimeweza kupata hapa hivi. Siwezi nikaonyesha ni nani kwa sababu ya usalama wake, ya kusema kweli, kwa sababu tangu nianze kufanya hizi video nimeanza kupata baadhi ya watu fulani wanataka nitoe siri. Kwa hivyo wale watu ambao wako pale kwenye bandari ya kuelekea ya Zanzibar, mmeanza kuona kuna poti ambazo zinaleta vijana wengi kutoka Zanzibar kuja Dar. Au vijana wameanza leo tarehe 27 kwa sababu ya maandalizi ya tarehe 29. Kwa hivyo nataka niwaambie Watanzania, Watanganyika, Watanzania, ni muda wenu mpambanie nchi yenu. Kitu ya kwanza, share hii clip ifikie kila mtu, kwa sababu haya ni mambo ya siri sana ya serikali ya Tanzania, vitu ambavyo wamepanga. Kwa hivyo vijana, nilivyowaambia kutoka video ya kwanza, wametumwa wakuje kuharibu mali ya wananchi. Ni vijana ambao wametumwa wakuje kupora maduka, na wataandamana na baadhi ya wanahabari ili kurekodi uharibifu, na pia kuchoma magari. Kuna magari ambayo serikali nilivyowaambia kwenye video ya kwanza imepanga inaenda kuyachoma, kuyapiga moto, alafu isemekane ni Watanzania. Wameanza uharibifu wa kubomoa mali nini, na ndio imefanya hadi Tundu Lissu mwenyewe amebaki kwenye kuzuia baada tuvuke tarehe 29, kwa sababu hataki isemekane ni yeye ati alitoka jela alafu akaleta uharibifu kwenye nchi. So maandamano ambayo wananchi wamepanga ya amani yanaenda kuwa maandamano ambayo yanaharibiwa na serikali yenyewe. Hii inaitwa state managed, the state managed protest. Yani serikali yenyewe imepanga kumanage uandamanaji. Kitu kingine, kuna polisi ambao wametoka nje ya nchi fulani, sitaki kuitaja lakini nadhani mnaijua. Watavaa nguo kama za wananchi, na kuna polisi ambao watajifunika, watavaa barakoa kujifunika, au watakuwa kazi yao ni kupiga watu risasi, kuua. Itakuwa ni kazi yao ni kuua kulingana venye wamelipwa. Pia kuna polisi ambao watavaa kama waandamanaji. Kazi yao itakuwa ni watu twende hii eneo fulani tujifiche hivi, lakini njia yao kubwa ni kuteka watu nyara. Yani watakuwa wanawapeleka mahali ambapo mnazingirwa alafu mnatekwa. Unaona? Kwa hivyo mkue waangalifu, kwa sababu serikali imeamua itafanya uvujinga na upumbavu mkubwa sana. Niliwaambia nchi ya Tanzania iko kwa shida sana. Huyu mama ni dikteta mkubwa sana, na ameamua kusema kweli atamwaga damu, ataua watu hata kama ni nusu ya nchi, bora tuwabaki kwenye madaraka. Uharibifu, mlisikia venye Kikwete alisema ni vizuri na ni manufaa yetu mazuri sana Samia kirudi kwenye serikali, kwa sababu tutapata kuna faida kubwa sana. So mimi ningependa kuambia Watanzania na waomba tafadhali,
share hii video na hakikisha mmetag wale watu ambao mnajua wanaweza kaenesha hii video iende mbali sana, kwa sababu hichi ni kitu ya muhimu sana. Leo tarehe 27 na tuko tarehe 29 ndio siku ya maandamano, so know how to calculate these things na venye mtajizuia. Mmeona polisi wameanza kujifanya tu wanafanya mazoezi, hakuna mazoezi yanafanyika. Haya ni kuwatishia na kuonyesha, lakini kuna baadhi ya polisi wametolewa nchi wanakuja kuua watu. Kazi yao itakuwa ni kupiga watu risasi. Lakini msirudi nyuma Tanzania. Ni muda wa kukomboa nchi yenu, kwa sababu nchi yenu imefika mahali sasa inapotea kabisa. Nchi itakuwa nchi ambayo huwezi kuongea jambo lolote. Itakuwa nchi ambayo mnakufa kama maumbu, mtakufa tu design zingine mbaya. Kwa hivyo naomba Watanzania, tafadhali tokieni kwa wingi, kwa sababu nchi yenu imefika mahali hakuna upinzani. Mnaona venye serikali ya huyu mtu inavyofanya, wanabandika maposta kila eneo. Yaani imekuwa hakuna mpinzani, serikali ndio serikali ambaye haitaki kukosolewa. Hao mababi, hao mabaron, hao uruguzi wa nini wameshikana na serikali kukandamiza Watanzania. Tafadhali wafunga watu ambao watafungua maduka, tafadhali naomba. Tunaenda kuwapigania. TRA inawamaliza, uchumi inaharibika, mikopo inaongezeka. Katiba mpya. Ni nchi wakati inahitaji katiba ambayo kila mtu ataiheshimu, katiba ambayo haipendelei hawa viongozi, katiba ambayo itakuwa inaweka mambo sawa na ukatikati. Kwa sababu katiba ambayo mnaitumia, ijapokuwa kuna vipengele ambavyo serikali inavunja, kwa sababu imekuwa ni serikali ambayo haiambiliki. Ni serikali ambiliki. Kwa hiyo naomba Watanzania tafadhali, tokea mpambanie nchi yenu. Haya ni maneno nimeyapata na mtu wa ndani sana ya serikali, ni mtu wa ndani sana. In fact ni polisi. Ya, lakini sitamtaja kwa sababu ya usalama wake na ili tuendelee kupata mambo ya venye kunaendelea. Kwa hivyo Watanzania naomba tafadhali uangalia hayo mambo nimewaambia. Share this clip. Thank you. Kwa hiyo mtazamaji wangu, nilivyokueleza, vijana na vuguvugu wa Gen Z kutoka nchini Kenya sasa hivi wanaendelea kufululiza moja kwa moja hadi mpaka ule wa Namanga, wakijiprepare kuingia nchini Tanzania kwa minajili ya maandalizi ya maandamano makubwa ya mapinduzi hapo kesho. Licha ya kwamba serikali na vilevile amri jeshi mkuu walitoa onyo na tahadhari kwa raia watakaohusika kwenye maandamano hapo kesho, vijana wamesema wamejitolea muhanga, kifo kufa kupona, ili waonekana kwamba wataikomboa nchi hiyo, jinsi Nepal ilivyofanya, jinsi Kenya ilivyofanya. Na kwa hiyo lazima walete mageuzi makubwa nchini Tanzania. Mama Suluhu Hassan atakuwa anawania kiti hicho cha rais, akitaka kuchaguliwa kwa awamu ya pili na Chama cha Mapinduzi, swala ambalo limesema kwamba limeibua hisia mseto, wenyeji na wakazi wa taifa hilo wakisema Samia Suluhu anatumia uongozi wa kimabavu. Nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Ryan Media, kituo nambari moja kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na burudani.